Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Jumapili tarehe 5 Januari mwaka 2020. Tuko katika mlango ule wa 16 wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Na ni mlango wa mwisho, kwa hiyo leo tutakuwa tunahitimisha. Kuweka tu kumbukumbu sawa, tumekuwa tunasoma vitabu hivi sura moja kila wiki au sura moja tukigawa mara mbili. Hatujawahi kuigawa mara tatu, lakini ikibidi tutafanya hivyo katika vitabu vya Mathayo zile sura 28, Matendo ya Mitume sura nyingine 28. Tulifanya hivyo katika kitabu cha Warumi, zilikuwa ni sura 16 vile vile. Na sasa tunahitimisha kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 16 sasa. Huu mlango hiki kitabu cha Wakorintho wa kwanza tumejifunza mambo mengi, na hii ilikuwa ni wiki ya 18. Tulikuwa tukimaliza mwaka jana 2019, lakini ratiba imesonga mbele kidogo mpaka sasa tunakimaliza leo. Ni neema ya Mungu pia kuweza kuisikia sauti ya Mungu mara nyingi. Huipati habari hii kwa watu wengi, wala makanisa hayajihusishi na hizi habari. Hayataki kusikiza neno la Mungu. Unasema sasa unahukumu. Paulo hapa tunaona anamaliza anasema mtu asiyempenda Yesu na laaniwe. Anamaliza kwa kusema na laani. Sio kusema si laani, lakini anasema kwamba tuna jukumu la kumsikiliza Yesu kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo lakini kabla hatujaenda katika masomo ya leo, kitabu hiki tuliona vitu vingi kwa kweli. Kilikuwa ni kitabu chenye kufundisha vitu vingi, maisha ya kila siku, maisha ya wokovu. Nilifanya hivyo kwenye kitabu cha Warumi na vitabu vyotangulia, lakini sasa ngoja nifanye hivyo pia katika kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza kinapoishia. Mlango wa kwanza na mlango wa pili ulikuwa sana sana unatukumbusha maisha ya kumwamini Mungu na kuacha kujitumainia sisi. Na hasa akawa anasema watu wengine ukisoma Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 26, wanakwenda kwa vyeo vyao, kwa majina makubwa, kwa nini? Lakini anasema hapana. Anasema mliitwa kwa sababu hamkuwa na kitu kikubwa sana mbele ya dunia, uso wa dunia huu. Lakini wale walio wadogo katika ufalme wa dunia hii ndio wanakuwa wakuu katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo akawa anatukumbusha kwamba tuweke pembeni sifa zetu za kimwili za kidunia, tuweke zaidi mbele sifa zetu za rohoni. Na alikuwa anaongelea sana mlango wa kwanza na mlango wa pili. Mlango wa kwanza nakumbuka aliongelea pia maana ya ubatizo, kwamba ubatizo ni alama ya nje ya kwamba sasa huyu mtu anaonekana kwa macho kwamba sasa anamfuata Kristo, lakini sio sehemu ya wokovu. Sasa alisema yeye hafanyi kazi ya kubatiza. Na hicho Yesu mwenyewe hakubatiza. Ndio kuonyesha kwamba mimi nimekuja kufanya wokovu. Yesu alibatiza. Biblia inasema hakubatiza. Bwana, nimekuja kuwapa watu wokovu waende mbinguni, lakini si kuwabatiza. Mtu anamwambia bila kubatizwa uende mbinguni. Basi Yesu Kristo alikuja kufanya kazi bure. Mimi sikufanya kazi ya kubatiza. Paulo anasema sifanye kazi ya kubatiza, nibatiza watu wachache. Kina Stefano tunaona. Kwa hiyo ilikuwa mlango wa kwanza na hata wa pili. Wa tatu alikuwa anaongelea hekima, na hata mlango wa kwanza na wa pili ni sura tatu mfululizo zenye kuongelea mambo ya kuweka hekima ya dunia mbele badala ya hekima ya Mungu ambayo ni makosa. Hekima ya Mungu, usomi wetu, uzuri wetu, vyeo vyetu, hata nasaba zetu. Mtu anakuambia usinijue, wewe unanijua mimi? Unanijua mimi nimetokea wapi mimi? Hivyo vyote anasema weka pembeni. Hata utaifa wetu. Kuna watu wengine wanafikiri mtu kuwa Marekani labda ndo amekuwa mtu muhimu sana. Hapana. Mbele ya Mungu watu wote ni sawa, wote wanatoka damu, na akiishiwa damu atapewa damu ya mtu yeyote yule. Mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mlango wa 4 aliongelea kwa kiasi fulani utumishi wetu na jinsi unavyopimwa na Mungu na jinsi tutakapopata thawabu zetu. Na akawa anaongea kidogo kuhusu kiti cha hukumu cha Yesu Kristo kwa wateule wake. Kwamba Mungu atafanya kazi ya kuhukumu watu kwa jinsi, sio kwa dhambi zao, hapana, kwa kazi walizomtendea na kuwapa thawabu. Mlango wa 5 na wa 6 alikuwa anakemea madhambi ndani ya kanisa na kutenga watu, hasa dhambi ya uzinzi, uasherati. Mlango wa 5 na wa 6. Nakumbuka mlango wa 7 aliongelea habari ya ndoa, ya kwamba ndoa ni ya milele. Mtu anakuambia nilikuwa na bwana wangu nimeachana naye, nina huyu na ni Mkristo. Kila hizi sana. Na anaenda kanisani, unasikia anafundisha na nini, nimeachana na huyu, nimechukua na huyu. Mlango wa 7.
Mlango wa 8 anaongelea sana habari za uhuru wa Mkristo. Kama Mkristo ana uhuru wa kufanya chochote, ana uhuru wa kula kitimoto, na uhuru wa kufanya nini, lakini ulaji wangu usiwe kikwazo kwa watu wengine. Nina uhuru wa kuabudu siku yoyote. Ibada yangu isinifanye ni washangae wengine ambao labda ikatokea kuna watu wanakutana labda siku ya Jumanne ndio ibada yao. Tusishangae hata kidogo, hakuna dhambi unayotenda, lakini kwa ajili ya kuwa na mfumo ambao haupingani na watu wengine wote, haina ubaya tukawa na siku njema kama Jumapili ambayo watu wengine wanaabudu, uhuru wa kufanya vitu ambavyo sio dhambi. Mlango wa 9 Paulo alikuwa anaongelea jukumu la mtendakazi wa Mungu, na hasa labda ni mchungaji, ni mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa, mchungaji ni cheo kimoja, lakini ni shemasi. Kwa mfano shemasi ni mtu anayefanya kazi ya kanisa na mara nyingi anakuwa ameajiriwa, ni mwajiriwa wa kanisa. Leo hii makanisa yanafanya uhuni, anafanyisha watu kazi bila kuwapa ujira wao. Anasema mtendakazi anastahili ujira. Paulo ndipo anasema mimi nimekuwa kila kitu kwa kila mtu ili kwa kila namna niweze kuwaokoa baadhi. Anasema katika mlango wa 9. Mlango wa 10 tuliona Paulo anaongelea madhambi machafu. Hasa madhambi tena ya uzinzi anarudia, na uabudu sanamu. Na kwamba mambo yote yaliyoandikwa, akitoa mfano kwa wana wa Israeli katika siku za kwanza wakiwa wametoka Misri. Sasa anawaambia hayo mambo yaliandikwa sio kwa ajili yao, kwa sababu alishawapata tayari wakapata hasara na faida yake. Anasema yaliandikwa kwa sisi tuliofikiriwa na miisho ya nyakati hizi. Kwamba tukisoma jinsi watu walivyokuwa hawaenendi sawa sawa na Mungu kwenye Kutoka, tujue kwamba maana yake ni matumizi, ni kwa ajili yetu, matumizi yetu kwa ajili ya maisha yetu ya sasa. Mlango wa 9 wa 10. Wa 11 ilikuwa ni alianza kuongelea vitu maalum, specific, maalum sana. Mlango wa 11 aliongelea mamlaka katika nyumba, katika kanisa, kichwa cha kanisa, kichwa cha Yesu Kristo ni Mungu Baba, na kichwa cha Kristo ni Baba, na kichwa cha mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Akaongelea habari za mavazi sana, akaongelea habari za nywele sana katika mlango wa 11, hasa nywele. Kimo cha nywele akasema ni aibu kwa mwanaume kuwa na nywele ndefu. Ni aibu, na sehemu nyingine anasema ni kumdharau kichwa chake ambacho ni Kristo. Na ni aibu kwa mwanamke kuwa na nywele fupi kwa sababu ni dharau kwa kichwa chake ambacho ni mwanaume. Mlango wa 12 tuliongelea karama mbalimbali, karama za rohoni. Wanasema wenye ukarimu, kama tuna karama tofauti tofauti, moja wapo karama za kunena kwa lugha, karama mbalimbali, kujifunza lugha kirahisi. Kuna watu wengine wanaweza kujifunza Kiingereza akamaliza mpaka PhD lakini hawezi kuongea Kiingereza. Hana hiyo karama, lakini anatia maji kidogo anasogea. Inaweza kutokea. Mlango wa 13 nao anaongelea kitu maalum, upendo wa vitendo, upendo usioshindwa. Kwamba pale penye upendo wa Kikristo, wa Kimungu, wa Yesu, hakuna kitu kinachoweza kushindikana hata kidogo. Hakuna. Ukiona jambo lolote limeenda limekufa, ujue limepungukiwa upendo. Upendo ni chumvi inayokoleza kila kitu. Na sio upendo na wapenda. Na huwe Biblia inasema hivi tunajua kwamba tunampenda Mungu tuzishikapo amri zake. Hakuna upendo nje ya kuzishika amri za Mungu hata kidogo. Kwa mfano mtu anayeishi maisha ya uzinzi na uasherati hawezi kama ana upendo wa Mungu hata siku moja. So yuko katika uvunjaji wa sheria ya Mungu wazi wazi. Atashindwa kupenda watoto wake, atashindwa kupenda ndugu zake, atashindwa kupenda rafiki zake, atashindwa kupenda yeyote yule kwa sababu anaishi maisha machafu. Mlango wa 13. Mlango wa 14 aliongelea habari maalum sana ya kunena kwa lugha. Nadhani hatukukata mara mbili. Tuliumaliza, ilikuwa na mistari mingi sana, karibu 40. Lakini tukaona kwamba kunena kwa lugha ilikuwa ni kwa alama ya watu wasioamini. Kwa hiyo ukiona kanisa liko linanena kwa lugha, jua kwamba watu hawana imani katika Yesu Kristo. Na ilianza siku ya Pentekoste watu wasioamini, ili kusudi waamini Mungu aliwezesha kuweza kunena lugha 17 zilizotajwa, zilikuwa nyingi. Lakini unapokuwa ndani ya kanisa la watu walioamini, hakuna kazi ya kunena kwa lugha. Na mlango wa 15 ulikuwa unaongelea mambo ya ufufuo. Miili iliyofufuka ulikuwa mrefu sana, ulikuwa na sura 58, tuliukata mara mbili. Kama tulivyokata mara mbili mlango wa 7. Mlango wa 7 nao tulikata mara mbili.
Na leo sasa tuko katika mlango wa 16, ulikuwa ni ufupisho wa kitabu chote. Nadhani sasa tutaenda katika mlango wa 16 tunaelewa tulipotokea. Biblia inasema leo tuna mistari iko 24, sio michache kwa kweli, ni mingi, lakini ina vitu ni sura inayoongelea vitu kama vya kufunga vile, kukamilisha, kuhitimisha. Ni hitimisho. Lakini ndani ya hitimisho hilo sehemu yoyote ile, ngoja nikupe siri. Unapoenda kusikiliza mtu anaongea kitu, labda mtu ni kiongozi au ni mhubiri au ni mtu yote au ni mwalimu anafundisha, ni mwanafunzi, subiri usikilize pale anapohitimishia pale. Jitahidi usipakose. Pale ndipo anapoweka uzito kama conclusion, kama hitimisho. Lazima tusikilize hitimisho vizuri. Ukikosa hitimisho ujue umekosa kila kitu. Katika hitimisho tunaona mambo kadhaa, mambo yafuatayo. Paulo anayasema katika mistari 24. Mstari wa kwanza anasema kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu. Changizo ni kwa ajili ya watakatifu. Tunaiambia kanisa la Katoliki watakatifu wake ni watu waliokwisha kufa. Huyu tumemtangaza amekuwa mtakatifu, baada ya miaka 50 tumempitisha kwenye mchakato. Hilo ni kanisa la waliokufa. Hili ni changizo kwa ajili ya watakatifu. Nadhani hao watu walikuwa wameshakufa. Hawa ni watu hai, watakatifu wako hai, sio waliokufa. Biblia inasema mimi ni Mungu wa walio hai. Ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Lakini wanakuambia sisi watakatifu wetu ni watu waliokufa, ndio tunawapandisha cheo wanakuwa watakatifu. Jinga mbaya tena. Anasema kwa habari ya uchangizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja, nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka wale mtakaowachagua wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu. Na kama akifani ende na mimi, watasafiri pamoja nami. Hii mistari imesheheni mambo basi tu mengi. Tumeelewa kwamba watakatifu watu walio hai. Takatifu ni mtu yote anayemwamini Yesu Kristo. Na yamkini inaenda pia na kujitenga na uovu na uchafu. Kumwamini haitoshi. Lakini mtu anayemwamini Yesu Kristo anajitahidi kuziishi amri za Mungu na kuliishi neno la Mungu. Sio amri zile 10, neno la Mungu. Mtu anayesoma neno la Mungu analiishi, amemwamini Yesu Kristo, anakulifikia za kuwa mtakatifu kulingana na Biblia. Sio mtu aliyekufa. La kwanza, la pili, tunaona hii mistari kwamba kama nilivyoamuru. Actually unaweza kusema sasa, ngoja nieleze kwa ufupi sura yote inaongelea mambo makuu mangapi. La kwanza kabisa tunaona habari, kuna vitu vidogo kama ila watakatifu, sio lengo kubwa sana la sura hii. Hapana, tunajifunza vitu vikubwa na vidogo ndani ya sura. Kitu kikubwa katika mistari 4 ya kwanza tunaona namna ya kuchangishana na kusaidiana kwenye shida. Na katika hilo tunapata fundisho jingine dogo linalohusu siku ya kukusanyika, ya ibada. Baada ya hapo kunapita mistari kadhaa mingi tu hapa inayoonyesha utendaji kazi wa kiongozi wa kiimani, kwa mfano mchungaji, shemasi, mhubiri, mwinjilisti, Mkristo yote yule, yani utendaji maisha yake ya kazi mbele za Mungu. Tutaona yanapita mle. Lakini pia tutaona swali jingine ambalo tulishaliona, tutaligusa kwamba kanisa ni nini? Kanisa je, ni jengo kubwa zuri lenye vioo vya rangi njano, kijani, au ni nini? Hapana, tunaona kwamba kanisa ni kusanyiko la watu, na kanisa mojawapo hapa tunaona linakusanyika nyumbani mwa mtu mmoja anaitwa familia moja ya Priscilla au Priska na Aquila. Na hii tuliona katika mlango wa 16 kwenye Warumi vile vile. Analirudia hiyo habari. Na vitu vingine. Kwa hiyo tunaona utendaji wa kazi wa uongozi wa Ukristo makini, lakini tunaona ukusanyaji. Leo hii habari za ukusanyaji wa fedha, michango imekuwa ni tatizo sana katika makanisa. Watu wengi wanakuambia mimi sasa hivi sitaki kwenda kanisani kwa sababu tu ya michango. Na ana haki. Kwa sababu Mungu asemi hivyo. Ana haki. Lakini je, ana haki, ana sababu, sio kwamba ana haki, ana sababu, lakini
sio sababu ya kujitosheza kumfanya asiende kanisani. Ila ana haki ya kulalamika. Unaweza kukuta mtu kuna michango 7 ndani ya siku moja. Mchango sio wa mtoto mchungaji. Mtoto si nani? Mchungaji mwingine anakuja. Sijui tunapeleka vitu. Yaani michango. Hapana, hapa kuna utaratibu wa kuchangishana. Japo sio sio kwa undani, lakini tunajifunza vitu vya msingi katika namna ya kuchangishana. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna michango inachangwa kwa lengo zuri la kuwasaidia watu ambao hawana uwezo. Changizo kwa ajili ya watakatifu kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo hivyo. Anasema niliwaambia watu wa Galatia, makanisa yaliyo Galatia, aliyoanzisha Paulo, tuliona kwenye Matendo ya Mitume alipoanzisha, ni wachange. Na hii sio michango ya kujitakia tu kwamba nataka mkusanye hela. Leo mtu anaamka tu ni mchungaji au ni kiongozi au ni nini, anataka tu anasema nataka mchango. Unapita tu bila sababu. Hapana, huu ni mchango wenye makusudi na ulikuwa umetokea nyuma. Hem, turudi katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 11. Tuanzie 27 na 28. Twende haraka mistari mingi. Matendo ya Mitume 11 27 mpaka 29 nasema hivi. Kukitokea tatizo tunasaidiana, lazima tuchangishane. Na tutaona pia kwamba hii michango sio tu kwa mtu yote ambaye amepunguka, hapana, ni mtu ambaye amepatwa na tatizo, labda kumetokea mafuriko, kumetokea ukame. Mstari wa 11, mlango wa 11 wa Mitume mstari wa 27 Biblia inasema hivi. Siku hizo manabii waliteremka kutoka Yerusalemu hata Antiokia, na tulipokusanyika akasimama mmoja wao jina lake Agabo. Huyo Agabo tutakuja kumuona alifanya unabii mwingi sana. Akaonyesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima, nayo itatokea katika siku za Klaudio. Hii kitu ilitokea hata wakati wa Yusufu. Njaa, Yusufu alikuwa na unabii akajua kwamba kuna njaa ya miaka 7. Kulianza miaka 7 ya neema, ikaja miaka 7 ya njaa. Mstari wa 29 anasema hivi. Na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri ya alivyofanikiwa. Kufanikiwa mtu. Wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao walioko Uyahudi ambako ndo Yerusalemu. Kwa hiyo habari bado inaendelea. Hao watu sio tu kujisikia kwamba amepungukiwa anataka sifa, hapana, ni watu waliopata na tatizo, na inaonekana Mungu ameinua watu wa kuweza kutangulia kuonyesha matatizo atakavyokuwa ili kusudi waweze kuyakabili kabla hajawa makubwa. Ndiyo tabia ya Mungu. Mungu tukimsikiliza anatujulisha makusudi yake kabla tatizo halijaja ili kusudi tuweze kukabiliana nalo. Kwa hiyo tunaona kwamba kuchangishana hakuji tu hivi vya kujisikia hapana. Lakini pia kuna sababu. Na pia tunaona kwamba ni kwa kadiri ya kufanikiwa kwa mtu. Hebu yule anaambia kwamba na kuna makanisa wengine wanasema tunatoka shilingi 50,000 kwa kila kaya. Kwa ajili ya kununua vyombo. Kwa ajili ya kununua TV si ya kanisa. Si satellite ya kanisa. Sijui nini. Hii sio kwa ajili ya kufanikiwa kwa mtu. Tunaiona kwenye Matendo ya Mitume 11 kwa kadri ya kufanikiwa, lakini tunaiona na hapa. Anasema kwa juma kila mtu aweke kwa akiba kwa kadiri ya kufanikiwa. Neno linarudiwa vile vile. Lakini pia tunaona Paulo kuna fundisho jingine dogo linapita huko. Paulo anasema kama nilivyoamuru makanisa ya Galatia. Kuamuru ni kufanya nini? Ni kutoa maelekezo mahususi ili kusudi watu wayafuate. Paulo kama kiongozi ana jukumu la kufanya maamuzi, kuamuru. Leo hii kuna makanisa ambayo yanajiendesha. Akitokea sijini kiongozi wa CA anafanya chochote, hawana mtu mwenye kuamuru. Paulo anasema mimi ninatoa amri. Lazima mtu anayehudumu katika madhabahu, awe ni mchungaji, awe si ni nani, awe na uwezo wa kutoa. Paulo anatoa amri. Ayaamuru Galatia. Lakini haamuru kwa mapenzi yake, anaamuru sambamba na neno la Mungu.
Leo hii kuna makanisa mengi hayana uwezo wa uongozi na amri haiwezi kutoka kwa sababu wote hawana msingi wa kimungu. Ukishazoea kuvunja sheria, hata ukiwa kwenye haki ile sheria haiwezi kukulinda. Kwa sababu kama hawataki kusoma maandiko na kuchukua majukumu, basi na haki haiwezi kuwalinda. Lakini kwa kawaida mchungaji, kiongozi katika nafasi yake ana jukumu la kuamuru. Tunaliona. Lakini pia unaona kwa kadi ya kufanikiwa. Lakini tunajifunza kitu kingine kwenye hii mistari kwamba hii kitu inafanyika siku gani? Siku anasema mstari wa pili, siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Ukichunguza ni siku ya kwanza ya juma ambayo kibiblia siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Hebu tujiulize kwa mfano leo lengo la hii sura la mstari huu ni nini? Lengo la mstari huu linatuonyesha ni lini watu walikuwa wanakusanyika kwa ajili ya ibada. Mtu mwenye kidogo labda ni 5,000 analeta naweka anakusanya mpaka Paulo atakapokuja. Huwezi kuona kwamba kama walikuwa wametoka kukusanyika jana yake Jumamosi, alafu Jumapili ndo wanapeleka. Walikuwa wameshakimbia ameenda kazini. Kwa mfano leo hii, kwa hiyo hawa watu walikuwa wanakusanyika siku ya kwanza ya juma, ndio sio? Ndio walikuwa wanafanya ibada. Kwa ufupi. Kwa sababu kama ungekuwa wamefanya ibada Jumamosi jana yake, huwapati Jumapili hata kidogo. Hata kidogo. Lakini sio mstari huu peke yake, iko mstari mingine. Hem, tuende katika kitabu cha tusome Matendo ya Mitume 20:7. Tuone. Kwa hiyo hapa pia tunaona ni siku ya kukusanyika kwa ajili ya ibada. Na niseme kabla wakati tunatafuta Matendo ya Mitume 20:7 tuseme wazi. Hakuna sehemu yoyote ile katika Agano Jipya ambapo kanisa kama kanisa la Agano Jipya ambao sio mahekalu ya Wayahudi ilikusanyika siku ya Jumamosi. Hukuti. Mara chache utawakuta kina Paulo wanaenda kwenye masinagogi ya Wayahudi siku ya Jumamosi kwa lengo wakati huo hakuna hata kanisa sehemu nyingine wako wanawatoa katika kuabudu siku ya Jumamosi wanapeleka katika siku ya ufufuko wa Yesu Kristo. Sasa wanawafuata mahekaruni wanawaleta katika ili ni kanisa hilo kamilika linakusanyika siku ya kwanza ya juma. Of course tumeona Yesu mara nyingi alikuwa anaonyesha umuhimu wa Jumamosi. Wanaoishikilia inakuwa kama Mungu wao. Tunaona kwamba Yesu alikuwa anaipinga na alikuwa kila akitafuta kazi yote ya msingi lazima aweke siku ya Jumamosi kuonyesha kwamba ninyi mnaishika siku badala ya kumshika Yesu Kristo. Anaonyesha kazi zake siku ya Jumamosi kusudi aonyeshe uzito kwamba Jumamosi sio muhimu ni mimi na kazi ninazofanya na wokovu ninaoleta. Naomba waliolala waamke. Ukisoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 7 Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume 20:7 Biblia inasema hivi. Haya na makanisa ya mwanzo ndio makanisa yanayotengenezwa baada ya Yesu Kristo kuondoka na ndo kanisa linajengwa sasa. Yesu anasema mimi nitajenga kanisa langu. Kabla hapo kuna masinagogi na mahekalu ya Wayahudi. Sasa hili ni kanisa lenye kujengwa juu ya msingi wa Kristo. Kanisa la kama hili tunakusanyika hapa. Anasema katika mstari wa 7. Hata siku ya kwanza ya juma. Hivi kwa nini asingesema hata Sabato? Wanakutafutia maneno unajua saa za jioni ndo hapana ibada popote pale. Huwezi kuanza ibada usiku bana. Unaweza kaenda usiku lakini hapa wakusanyike siku ya kwanza ya juma na huku wafanye siku ya kwanza ya juma na tunaona sehemu nyingine siku ya kwanza ya juma tu kwa bahati hapana lakini hatuioni popote pale wakiwa wamekusanyika siku ya Jumamosi ambao Yesu Kristo mwenyewe yuko anaipinga na miongoni mwa vitu vya mhukumu ni kuto kuishika Sabato. Yohana mlango wa 5 mlango wa 4 anasema hivi hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kuumega mkate Paulo akawahutubu akaazimu kusafiri siku ya pili yake. Walikuwa wako kwenye ibada siku ya Jumapili ya kwanza ya juma.
Wale wanasema labda hapa napo. Hem tuende mapema kabisa Yesu ametoka kuondoka. Hawa watu hawakusanyika siku ya Sabato, walikuwa wanakusanyika siku ya Jumapili. Tusome kutoka katika na leo nitaligusa hii si kwa nini masomo yanalandana. Tutaguswa kidogo kwenye somo la pili. Lakini pia tuone kwamba na nitalisema tena. Wayahudi wasioamini Yesu hata nukta leo hii wanaishika Sabato vizuri. Ukiona ndege wawili wenye bawa linalofanana ujue ni aina moja. Wayahudi wasioamini Yesu Kristo ishara yao ni kuishika Sabato. Na ukiangalia inaendana moja kwa moja na shutuma alizozipata Yesu kwa sababu watu wasioamini walikuwa wanamdai aishike Sabato. Leo hii wasioamini Yesu Kristo wanashika Sabato. Kwa hiyo mtu yote anayeshika Sabato kwangu nasema hamamini Yesu Kristo. Okay, utasema umehukumu hapana. Mimi ndivyo maandiko yanavyoonyesha. Simoni Paulo anaishika Sabato, Simoni Yesu anaishika Sabato, sioni makanisa tunaona wanakusanyika siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya Juma. Tunaona katika Yohana tutafungia hapo hii habari. Yohana mlango wa 20 mstari ule wa 19 Biblia inasema hivi. Yohana 20:19. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma. Pale walipokuwa hapo wanafunzi milango ilikuwa imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Milango imefungwa wamekusanyika siku ya Jumapili. Unaweza kusema labda walikuwa wanafanya kitu kingine lakini tunaona kusanyiko lao ni siku ya Jumapili. Kwa nini tusifanye hivyo? Kwa nini tukusanyike siku ambayo watu wasioamini Yesu Kristo waliojaa Yerusalemu na Tel Aviv kule kokote kule wasiowahi kuamini Yesu wanamsubiri mpinga Kristo wanakusanyika siku hiyo. Hiyo ni inatosha tu kwa sababu ya kutokusanyika pamoja nao. Ili shughuli isifanane nao. Lakini inafanana na neno la Mungu. Lakini kwa kutokusoma neno leo hii na kuhakikishia Wakristo wengi sana. Kiniuza wengi na wangapi sijui ni asilimia nyingi. Wanakaa hukumu kijinga katika mioyo yao wakifikiri kwamba kwa kushika ile inaitwa Sabato basi kana kwamba hawako sawa na Mungu. Ni ujinga. Ni kinyume chake. Kwa sababu tu ya kutokusoma neno la Mungu na kutokujua. Lakini tunaona bila shaka bila chembe shaka kwamba siku ya ibada kwenye kanisa linaloamini Yesu Kristo ni siku ya kwanza ya juma. Je, ni lazima tukusanyike siku ya hapana, siku nyingine tukusanyika hapa siku ya Alhamisi. Tukitaka tukawa na uwezo tukawa na kusanyika kila wiki labda wanakuja wachache kulingana na nafasi yao. Sio mbaya. Biblia inasema katika Warumi mlango wa 14 kwamba kushika siku si chochote cha msingi sana. Na hii siku tumekusanyika tu kwa urahisi wa kukusanyika tu. Kwa sababu Jumatatu kwa tuko makazini. Lakini tunataka kusanyika siku nyingine yote ili kuishika siku si chochote. Lakini kumheshimu Kristo, kumamini Kristo, kumtumikia Mungu kwa kuwa na siku ya ibada nzuri ni jambo la lazima na ni muhimu kwa Kristo. Kwa hiyo tunaona hiyo habari. Tunaona kuamuru kwa kiongozi mwenye mamlaka ili kusudi nikwambie sehemu yote ile. Hata nchi ikishakuwa na mtu ambaye hana uwezo wa kutoa amri hiyo nchi haiendi. Ukiona nchi ina mtu ambaye ana uwezo wa kutoa amri anasema nataka iwe hivi, hiyo nchi itaenda na itapata maendeleo. Vivyo hivyo na kanisa, vivyo hivyo na nyumba. Leo hii tunafundishwa ndani ya nyumba, sio mtoto aseme, mama aseme, baba aseme, yoyote aseme, hapana, lazima kuwepo na mfumo wa uongozi, ndipo nchi itaenda, ndipo nyumba itaenda, ndipo kanisa litaenda. Lazima Paulo atoe amri. Tunaona. Unaweza sasa inaonekana sio kitu kizuri sana lakini ndivyo kilivyoandikwa. Tusome mstari wa tuna mambo mengi ya kuongelea kwa sababu tusome kutoka katika kitabu cha Warumi mlango wa 15 mstari wa 25 mpaka 27. Warumi 15:27. Mlango wa Warumi wa 15 ulikuwa ni mlango mchanganyiko wa kazi za Paulo na nini lakini mojawapo ni mambo ya michango kwa ajili ya watu wenye njaa, wenye shida. Warumi 15:27 Biblia inasema hivi. Naam, imewapendeza tena. Tumesema Warumi. Tusome 15:25 samani. Nilikuwa nimeenda 25 anasema hivi. Ila sasa ninakwenda Yerusalemu
nikiwahudumu watakatifu, maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu huko Yerusalemu walio maskini. Unaona kwamba neno la Mungu linapanuka zaidi. Kwamba kuna michango inatokea Rumi. Na Makedonia actually sio Rumi. Imeandikwa kwa Warumi lakini inatokea Makedonia. Makedonia ni kaskazini kidogo mwa Korinto tunaposoma hapa. Wanaenda kuwasaidia watu wenye shida. Lakini shida zao ni kutokana na matatizo yaliyotokea. Tumeona kwamba alikuwa ni ukame. Hilo tulielewe vile vile. Anaendelea anasema kwa tunaona kwamba ni jambo ambalo linawapata watu katika wanaohitaji kusaidiwa na kanisa. Mstari wa 5 anasema hivi. Kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 9 anaongelea majukumu labda ya kiongozi na kanisa kwa ujumla katika hali naomba hili tulipe kipaumbele na aliyekuwa amelala labda amke tulisisitize kidogo. Mistari hii inafuata. Anasema hivi, lakini nitakuja kwenu nikiisha kupita kati ya Makedonia, maana napita kati ya Makedonia. Labda nitakaa kwenu. Naam, labda wakati wote wa baridi. Mpate kunisafirisha kokote nitakako kwenda. Maana sipendi kuonana nanyi sasa katika kupita tu, kwa sababu nataraji kukaa kwenu muda kidogo. Bwana akinijalia. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana na wako wengi wanipingao. Kuna hoja mbili. Huyu watu wengi wanipingao tutasema baadaye. Tunaona kwamba Paulo anajitahidi kupata muda wa kwenda kufanya ushirika, kukaa pamoja. Anasema ninatamani nije kwenu. Na sitaki nipite tu niwape hai na niondoke hapa. Anasema nataka nikae na ninyi tuwe na ushirika. Jamani naomba pia kama kanisa tuwe na tabia ya ushirika na ule ukaribu. Watu ambao huna ukaribu nao, mnasali tu mnaachana, usingetamani ukae nao muda mrefu, ungependa upite pale ukiwa unaondoka. Lakini anakuambia natamani niwe na muda mrefu, na anapata shida uwezo wa kupata muda wa kukutana nao wote, anasema labda anakuwa na yamkini nyingi sana. Yamkini hatupati muda wa kutosha wa kufanya ushirika pamoja. Lakini ule tunaopata tu utumie vizuri. Na hiyo hoja nitaacha ile ya hoja ndogo inayosema watu wanaompinga Paulo. Niende mstari wa 10 nisome sambamba na hii iliyotangulia. Anasema hivi, lakini Timotheo akija angalieni akae kwenu pasipo hofu, maana anaifanya kazi ya Bwana vile vile kama mimi mwenyewe. Basi mtu yeyote asimdharau, lakini msafirishe kwa amani ili aje kwangu, maana ninamtazamia pamoja na ndugu zetu. Unaona kwamba kuna mtendakazi anaitwa Timotheo, kijana ambaye alikuwa mdogo kwa Paulo na alikuja kuwa miongoni mwa watumishi wa mkono wa kuume wa karibu sana wa Paulo ambao ni Timotheo. Humpati mtu mwingine. Kwa sababu akina Paulo na akina Sila, akina Barnaba inaonekana baadaye walijitoa. Lakini Timotheo alishikamana naye sana. Sasa tunaona kwamba Timotheo akienda bila Paulo kuna uwezekano wa kuwa na hofu. Anasema atakapokuja asifanye kazi kwa hofu. Yaani makanisa leo hii tuwe makini kidogo na. Unakuta makanisa yanajitengenezea kama mamlaka. Kiongozi au mtumishi wa kweli anakuwa katikati yao kwa hofu. Hawezi kuhubiri chochote, anasema hiki hakikubaliki ndani ya kanisa. Wewe mzee fulani anaweza kukusema wewe ni kijana umekuja na mzee fulani. Mfano najua kanisa moja liko pale nyumbani kwetu huko tulikotokea. Haya, unakuta kuna wazee sini waseme kwa majina. Wana misimamo kiasi kwamba anataka kuongoza kanisa mpaka mchungaji anakuwa ni mtumishi wake. Anakuwa na hofu. Timotheo alikuwa anakuja kwa jina la mtumishi wa Mungu. Alikuwa mwinjilisti mkuu na hicho alikuwa mchungaji msaidizi wa Paulo katika kazi ya kuchunga makanisa. Lakini anasema atakapokuja kwenu asiwe na hofu. Tusiwe na tabia. Ili unaweza kusema sasa mbona unaisema sasa hivi? Naisema kwa sababu imeandikwa haipo hapa kanisa. Lakini ni vizuri wakati mwingine
kujaribu kuzuia vyanzo vya moto kabla moto haujatokea wenyewe. Unakuwa uko salama dhidi ya moto. Isifike sehemu fulani kwa kuna watu walioshikilia mamlaka na mipango, kanisa linakuwa kama kijiwe chake na hakuna unachoweza kuhubiri nje ya makusudi na mapenzi ya yule mtu. Hapana. Unaweza kusema sasa hivi vitu vipo hapa havipo kabisa. Ila kama jambo halipo, jua liko njiani na kuja lisemalo lipo. Ukiona ni jambo linasema na Biblia jua lipo njiani. Kwa hiyo ni vizuri tulizoe mapema. Timotheo anakuwa na hofu na anasema mtu asimdharau. Na hii inaonekana Timotheo watu walikuwa na tabia labda mtu ni kijana anamtumikia Mungu, kijana akiwa anamtumikia Mungu asidharauliwe. Kwa sababu Timotheo wanasema asidharauliwe kwenye mlango huu wa leo, mlango wa 16 mstari wa 11 anairudia kwa Timotheo, anamkumbusha Timotheo usikubali kudharauliwa. Maadamu umeshika neno la Mungu. Mlango wa 4 Timotheo wa kwanza mstari wa 12. Tusome Timotheo wa kwanza mlango wa 12. Timotheo wa kwanza 4:12 Biblia inasema hivi. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Huyu ni kijana aliyokamilika. Kama kijana amekamilika, anajua neno la Mungu, ni msafi, ana huduma, anafanya nini? Lazima apewe heshima kama ya mzee. Na mzee kama ni mchafu, hana heshima, lazima akose heshima kama awe kama mtoto mdogo. Je, mtoto mdogo ana heshima? Hapana, ana heshima inayolingana na umri wake. Lakini huwezi kusema sasa ngoja tumpe kiti akakae, ni mtoto mdogo. Hapana. Mtoto mdogo anakaa kwenye kiti cha watoto wadogo. Paulo anasema nilipokuwa mtoto niliishi kama mtoto mdogo, nilifanya kama mtoto mdogo. Tunaendelea anasema basi msimdharau. Kwa hiyo kusiwepo na hofu. Na hii inaungana na ile hoja tuliyoanza nayo kwenye mistari ya nyuma ya 5 na 6 na 7 na 8 inayoonyesha haja ya watu kuwa na ushirika wa umoja na ushi. Sasa ngoja niwaambie hakuna kitu kibaya. Ngoja niwaambie kabisa. Na ni makanisani hivyo vitu vipo. Watu wanakutana siku ya Jumapili, wanafanya kila kitu Jumapili pamoja, wanaimba pamoja. Lakini wakipata shida yoyote ile, watu wanaowasaidia shida zao ni watu wa mataifa sana. Msiba unahudumiwa na watu wa mataifa, biashara ni watu wa mataifa of course. Si vizuri kufanya biashara ndani ya kanisa. Lakini yani ushirikiano wake wote ni kwenda na watu wa kanisa, ni kwenda kuimba kanisani, ni masaa 3-4 ya Jumapili, baada ya hapo yuko pamoja na hapo kuna tatizo. Hapo kuna tatizo. Labda kwa sababu kuna hofu katikati yao, mtu alikuwa hana amani katikati ya kanisa. Kuna makanisa mengine unaona unakuta labda ni mabinti wana chama chao. Binti yote asiyefanana nao kwa tabia anatengwa na kuwa na hofu katikati yao. Hapana, lazima wote muwe ni kama uji uliokorogwa na kuchanganywa sukari, una ladha yote iko sawa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini hakuna sehemu nyingine na chumvi nyingi, sehemu nyingine ndani ya chungu kimoja. Hapana. Hiyo lazima tuwe na tulipinge sana, tupige na hivyo ndivyo vinavyofanya kanisa lisiwe la Kristo. Mnaweza mkahubiri sana, lakini ukishaona kuna makundi ya namna hii. Of course haizui watu kuwa na marafiki wa karibu, kuwa na marafiki wako wa karibu. Ni vizuri, lakini kusiwe na viambaza, visiwe na mipaka ya kufanya kwamba huyu fulani hawezi kasa. Kuna na wengine mpaka anakupangia kwamba ukisalimiana na fulani ingaona mko karibu, basi wewe si rafiki yangu. Ndani ya kanisa. Hivyo sivyo. Paulo analiongelea sana katika sura hii ya kufunga. Na ni jambo la msingi sana. Lakini pia tunaona kwamba mstari wa 9 sasa narudi nyuma, kuna hoja nyingine naikuta katika utumishi wa Paulo na watu wengine wote na akina Timotheo, anatengeneza maadui wengi. Anasema hivi. Mstari wa 9 anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Hapa ni huduma. Huduma yake ina panuka, anaenda Efeso, anaenda Galatia, anaenda Makedonia, anaenda Rumi, anafanya nini? Anaanzia makanisa. Lakini katika huo mlango uliofunguliwa anasema na wako wengi wanipingao. Ukisha anza kufunguliwa mlango, na hii inaiambia nafsi yangu na kuambia wewe na wengine. Au hata kanisa, ukifunguliwa mlango wa kumtumikia Mungu, lazima wapinzani wengi sana wainuke. Hao wampingao ni wachache.
Kiswahili cha leo angesema baadhi, wako baadhi. Siku hizi Kiswahili cha baadhi ni kama lazima. Wako baadhi wanipingao. Hapana, anasema wako wengi wanipingao. Hem, tusome katika kitabu cha wa Filipi mlango ule wa kwanza. Tunaona na ni sehemu chache tu, lakini yani tunaendelea sehemu chache, lakini ni sehemu nyingi sana. Paulo anasema watu wanaompinga kwa sababu ya utumishi wake, kwa sababu ya kumhubiri Kristo. Mstari wa 17 wa Filipi mlango wa kwanza. Wa Filipi mlango wa kwanza mstari wa 17 Biblia inasema hivi. Nasema na hawa ni watu wanaojifanya wanamhubiri Kristo. Anasema hivi, bali wengine wanahubiri Kristo kwa fitina wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Yaani watu wamekazana kupiga injili, lakini makusudi ni waweze kumdhalilisha Paulo na kumfanya afungwe. Lakini nje kwa nje kinachoonekana ni wahudumu wa neno la Mungu. Paulo anasema wako wengi wanaonipinga. Sasa niseme pia kama mtu ni kiongozi wa neno, na sehemu nyingi tushaiona. Kama mtu ni kiongozi wa neno la Mungu, ni mchungaji, ni mwinjilisti, ni mtu anayemshika Kristo, hata maisha ni Mkristo anayempenda Mungu vizuri. Usipokuwa na watu wengi wanaokupinga, ujue uko sawa na dunia. Ukristo tu wa kawaida, ukiona yani unaenda wewe na watu wa dunia, mko marafiki, yani hakuna viambaza katikati ya watu wa dunia na watu wa Mungu. Tuachana uongozi tu peke yake, ujue unafanana nao. Biblia inasema katika Luka mlango wa 6 mstari wa 40 inasema ole wenu ninyi watu wote watakapo wapendeni, kwa sababu ndivyo walivyofanya kwa manabii wa uongo waliokuwepo kabla yenu. Manabii wa uongo wanapendwa. Wakristo wa uongo wanapendwa. Wakristo wa kweli wanachukiwa. Je, tutoke hapa twende ukatafute chuki za watu? Hapana. Ila kama kuna sababu inayotokana na Ukristo wangu wa kuchukiwa na watu, pote ambalo itakuwa hivyo. I don't care. Paulo hana watu wachache wanaompinga, anao wengi wanaompinga. Yesu vile vile. Hebu tusome katika kitabu cha na tushaiona, lakini tuisome tena. Tusome Yohana 7 mstari wa 7 pia unasema hivi. Yohana 7:7. Hii inamkuta na Yesu. Yohana 7:7 anasema hivi. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali hunichukia mimi kwa sababu mimi nashuhudia kwa kazi zake ni za uovu. Walimwengu wale wamchukie Kristo. Ukiona unafiti nao mia kwa mia, unaweza sasa inaonekana unahubiri tu maisha ya kufitiniana. Hapana. Naomba tuweze kumuelewa Kristo anamaanisha nini katika hili. Yaani kuna mtu mwingine anataka aweze kuwafurahisha kila mtu ili kusudi nywele zake ziwafurahishe watu wote, uvaaji wake, fashion zake. Yaani anaenda kujaribu kuhakikisha kwamba kila mtu anapendezwa naye. Huyo si wa Kristo. Wazi. Anaendelea anasema, tunasoma hoja nyingine mstari wa 13 nikukazia na kisha uona, na 14 anasema hivi: kesheni, simameni imara katika Injili, fanyeni kiume, mkawe hodari. Tabia ya kiume ni tabia ya kuwajibika na kutokurudi nyuma. Leo hii wanaume wamekuwa kama mikia, yani wanapepea kama mikia ya mbwa. Mbwa akikimbia akiona ameogopa mkia na uficha katikati ya miguu. Huyo anaposema fanyeni kiume kweli kweli. Na of course kitu cha kwanza ni kiroho. Lakini ukiona mtu kimwili ni hofu, ni mwoga, ni nini, kiroho ndo alishakufa kabisa. Kwa sababu nje, kinachotokea nje kinakuwa kimeanzia ndani. Mwanaume hawezi kasimama, hawezi katoa amri kwenye nyumba yake akasema hiki sikitaki, hiki nakitaka.
Mchungaji hawezi kaongea ndani ya kanisa, watu wanakwenda wamevaa vyote. Okay, tukipata watu hata wakiwa wamevaa uchi kiasi gani tuwakaribisha. Labda wawe uchi wa mnyama. Tutatafutia kiwango tutawafunika, tuwaambia wakae. Lakini mtu anaye mshirika wa siku zote anatakiwa afike sehemu fulani afanane na Kristo. Lakini mgeni akija hajui chochote hata kama atakuja kifua wazi. You don't care, tumpokea. Sana tena hao ndio tunaowatafuta. Ukiwapata watu ambao wako dunia umepotea, wako vifua wazi, wanavaa manguo ya makahaba na nini, ukiwapata 50 walete hapa mimi nitashukuru sana. Waje wakae humu wakiwa wamevaa kikahaba. Yesu anasema sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Mwenye afya hamhitaji daktari. Tunawahitaji, lakini mgonjwa anaweza kukaa hospitali muda wote asipone, hiyo itakuwa ni hospitali. Sasa basi aende mochwari. Kwa hiyo mgonjwa akishatoka duniani akiwa mgonjwa, akija lazima atibiwe. Lakini hatuzuii wagonjwa wasije, ila hatutaki watu ambao ni mahututi. Yaani hospitali yote watu wako ICU. Hapana. Lazima watu wao wanapona, wanatoka ICU, wanaingia katika wodi za kawaida, wanatoka kwenye wodi za kawaida, anapelekwa kwa mgonjwa nje, baadaye anapona. Lazima watu, yani hii kanisa ni hospitali ya kiroho. Na hospitali haipokei watu wazima, inapokea wagonjwa. Tupeleke injili, tulete wagonjwa waponee hapa. Ila wakiendelea kuugua muda mrefu, basi tutaweka kwenye wodi ya kuwatenga, unaweka kwenye wodi maalum. Ikusudi wasambukize watu wengine. Ndicho Paulo anachosema katika sura ya leo. Anasema simameni, fanyeni kiume. Naomba wanaume mnaonisikiliza, mlioko mbali na tulioko hapa karibu. Jitahidi kuonyesha nafasi yako ya kiongozi ya kiume kama kiongozi, kama inavyosema neno la Mungu. Na tushaona sehemu nyingine. Mpaka Wafilisti, tunataka kusoma wakati wa Samuel. Anasema Wafilisti simameni imara. Fanyeni kiume, Wafilisti wanaambiana. Sasa kama watu wasio na Mungu wanasimama imara wanafanya kiume, je, si zaidi sana watu wa Mungu? Na watu wengine wanafikiri kwamba kwa kuachia nafasi yako ukawa, hebu niulize, tungekuwa tunatafuta kiongozi, labda ni kiongozi wa nchi, kiongozi mwenye nguvu na mamlaka, mwenye kauli na misimamo, na yule ambaye kila mtu anaingia anafanya chochote anachotaka. Nani tumuombee tumpate kiongozi wa namna hiyo? Tupate huyu ambaye ana msimamo na nguvu na amri, au huyu ambaye hana chochote? Mwenye msimamo. Ndivyo ilivyo hata kwenye nyumba, ndivyo ilivyo hata katika kanisa. Na ndivyo alivyokuwa Yesu. Yesu wakati mwingine wakitaka kuongea naye wanaogopa. Yesu atakuja kuongea. Kina Paulo, kina Petro. Kwa hiyo anasema fanyeni kiume. Mwe hodari. Hodari ni mtu asiogopa. Anasimama mbele anahubiri kitu hata kama kitawaudhi wengine na hata kama kinamuudhi yeye mwenyewe. Nimeshahubiri vitu vingi ambavyo kimsingi vinaniudhi mimi. Lakini kwa neno la Mungu liko hapa. Yaani unajikuta anajihubiri. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo, by the way. Sasa ule uongozi wa wote ule na amri ndani yake kuwe na upendo. Biblia inasema mzazi asiyemrudi mwanae humchukia. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali. Sasa anachosema ni kwamba ukiwa na amri, ukiwa na mamlaka na madaraka, ndivyo ukivifanya viwe katika upendo, kama vile ambavyo unapomrudi mtoto wako unakuwa ndivyo unavyompenda kuliko kumwachilia ukafikiri kwamba labda kutokumchapa, kutokumkanya, kutokuongoza, kutokumwamsha akafanya majukumu yake na nini, labda ndio kumpenda. Hapana, kumpenda ni kule kumuongoza, na lakini ikafanyika katika upendo. Mimi ngoja niseme kidogo, labda watasema huyu anapigia simu, anapigia upatu. Mtasema rais wa Tanzania anaipenda Tanzania sana. Anaweza kufanya kitu ukaona kwamba hiki kitu ni kikali kitaumiza watu, lakini unaona nyuma ya kile kitendo alichokifanya ni upendo. Angeweza akaamka asubuhi, akanyosha miguu yake, akatumikiwa kwa muda wa miaka 10. Ana uwezo huo. Akatumikiwa kwa muda wa miaka 10. Anaweza katoka katengeneza maadui. Wengine akawanyang'anya vyeo waziwazi katikati ya nani ya hadhara. Watu wasiowajibika. Ndiko kufanya kiume huko.
na kutengeneza maadui kama Paulo. Hii inatoka sasa katika mfumo wa kikanisa, unaenda hata katika uongozi wa duniani. Tuendelee kumaliza sura sasa. Mstari wa 15 na kuendelea mpaka 18 anaongelea utumishi. Tuligusa kidogo lakini ngoja turudie kidogo kwa hatakuwa tumegusa. Utumishi usio lega katika Kristo. Usio lega. Anasema hivi, mstari wa 15 anasema hivi. Tena ndugu na wasihi, mnawajua watu wa nyumbani mwa Stefano kwamba ni malimbuko ya Akaya, nao wamejitia katika kazi ya kuwahudumu watakatifu. Naomba hapa kidogo nifanye marekebisho. Wamejitia katika kazi ya kuhudumu watakatifu. Soma katika kitabu cha King James. Sasa hivi sijarekebisha vitu vingi, lakini hiki nilikuwa na mambo mengi ya kurekebisha kutoka. Lakini twende. Ila hili lazima niliseme. Anasema wamejitia katika kazi ya kuhudumu watakatifu. Hawa akina Stefana ambao ni malimbuko ya Akaya. Malimbuko ni zao la kwanza, kitu unachokipata mwanzoni kabisa. Kwa mfano umelima mahindi, sasa yale ya kwanza kabisa ambayo yanaanza kukomaa, ukatoa labda ukachoma ukafanya nini? Yanakuwa ni malimbuko. Baadaye yanakuja mengi mpaka unayachoka. Malimbuko huwa ni matamu. Mazao ya kwanza matamu. Yanakuja yanamaliza njaa iliyokuwa labda imekuwa imesumbua. Malimbuko ni matamu kwa sababu yanakuja wakati una upungufu. Sasa nasema hawa akina Stefana walikuwa ni malimbuko ya Akaya. Akaya ni ile eneo lote ambao kuna Korinto. Akaya. Na hawa watu tunaona katika mlango wa kwanza wa sura hii tunayomaliza leo. Siku ya kwanza tunaanza sura hii, tunaona hawa akina Stefana. Paulo anasema ndio aliowabatiza, hakubatiza watu wengine. Sasa hawa watu baada ya kubatizwa hawa ni malimbuko wa Akaya, ndio watu wa mwanzo kumpokea Kristo katika eneo la Akaya la Korinto hili. Sasa wanajitia, sasa Biblia inasema katika King James anasema they are addicted to the ngoja niisome pale. Nisome katika King James. Samahani. Maana yake kidogo sio kidogo sana imeharibiwa hapa. Anasema mstari ule wa 10 na 10 ngapi? Na 5. Anasema I beseech you brethren, ye know the house of Stephanus, that is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Addicted to the ministry. Addiction Kiswahili chake ni ulaibu. Na hicho Kiswahili najua mkijui nasikia kimetokea Kenya. Ulaibu. Yaani ni kama kuzoelea ulevi, kulewa kitu. Kwa mfano addiction ya madawa ya kulevya, addiction ya pombe. Kuna watu wengine ana addiction ya pombe bila kuonja pombe hata kama ana dozi ya daktari. Mimi nimeshaulizwa na watu mara nyingi anasema ninakunywa dawa hii na hii na hii naweza nikanywa chupa ngapi za pombe. Mtu anakuuliza. Siku hizi hawaniulizi nafikiri wameacha kuongea kwamba tawajibu vibaya. Lakini nilikuwa naulizwa zamani. Mtu yuko addicted na pombe yani yeye na pombe na yeye basi. Yeye na mpira na yeye basi. Watu wengi wana addiction na vitu vingi vya dunia hii. Kwanza sio kitu kizuri. Ila context au maana inayotumika katika kitabu cha King James, unapokuwa addicted na mambo ya Mungu ni jambo zuri. Yaani unashikamana nalo kupindukia. Hawa anasema walikuwa wamepata ulaibu wa utumishi katika kazi ya Bwana kwa ajili ya watakatifu. Kwa kweli wewe naambi mwili huu wa binadamu lazima uwe na sehemu yake ya kujitegemeza. Usipo upeleka ukajilaza na kujitegemeza na kwa Kristo, basi ule mwili utajitafutia sehemu nyingine ya kujitegemeza wenyewe. Usipo uzoweza kuitegemea, saa za usiku nitakuwa nasoma Biblia, definitely mwili na macho vitatafuta sehemu nyingine, utakuwa unasoma tamthilia. Utakuwa unaangalia tamthilia. Utakuwa unasoma Facebook na message na vitu gani, ndivyo utakavyokuwa. Ni swala la kuzoeza. Na hao watu akina Stephanus
Walikuwa wageni katika injili kimsingi. Anasema ni malimbuko, ni watu wa manzo, yani hawaonekani kama ni watu wenye historia ndefu sana katika utumishi. Lakini haraka wakauzoelea, wakawa na uraibu katika utumishi. Naomba wewe unanisikiliza, ulioko mbali, ulioko karibu, tulioko pamoja hapa, tuwe na tabia ya kuwa na uraibu katika utumishi wa Yesu Kristo. Yaani unakuwa kama umemlewa Yesu. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo bali mkajazwe Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, lugha inayotumika kwamba ukalewe Roho Mtakatifu ndio lugha nyingine. Kwamba pale ambapo unatakiwa ulewe kwa pombe, lewa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini? Maneno haya nayowaambia ni roho tena ni uzima. Biblia inasema katika Yohana mlango wa 6 mstari wa 63. Tukamlewe Yesu Kristo. Tukalewe neno lake, tukamlewe Roho Mtakatifu, maneno ya Mungu. Ndicho anachosema. Mwisho kabisa, lakini mstari wa 16 anasema watu waliofikia hiyo hatua sasa mpaka wamemlewa Kristo, wameelewa kazi ya Mungu. Yaani ndicho wanacholala wanafikiria, wanaamka wanafikiria hicho, wakusanyika jioni wanasoma neno la Mungu, wakiamka asubuhi, yani na kuliishi. Kwa sababu kuna watu, ngoja niseme kidogo. Watu wana tabia kama ya kupenda kusoma neno la Mungu. Kwa maonyesho fulani. Wanataka anaonyesha Biblia kwa kuonyesha dunia tu. Ana Biblia, anasoma neno la Mungu, lakini haliishi na ni kwa ujanja. Nakwambia kitu haikati miaka 3. Baada ya mtu anasahau kabisa na Biblia anasahau ameifungia kwenye kabati la wapi. Wale wanaojifanya wanasoma maneno tu bila kuyaweka katika vitendo. Anasema mtu yeyote yule atakayesikia maneno yangu asiyatende atafananishwa na nyumba ambayo baadaye itakuja kuangushwa na mafuriko na maji na mapigo ya dunia. Kwa hiyo lazima tuyasikie na kuyatenda, tuyalewe na kuyaishi katika vitendo na katika kunena. Anamalizia anasema anasema watiini watu wa namna hiyo. Mtu ambaye unamuona kwa kweli amejitenga. Mimi naomba nisifie pia familia ya mzee Peter Kabamba. Wengi ndio mlioko hapa. Mmejitia katika utumishi wa Mungu. Naweza nikawalinganisha na kina Stefana. Kwa kiasi kikubwa. Unakuja kanisani kwa wakati. Bila kurudi nyuma. Sasa mbona hujasifia kwa pana? Ngoja subiri siku yake itakuja. Lakini tuseme ile ambayo tunaiona inatoka mbali na kuja. Hiyo ndicho kinachotakiwa na juu. Alafu anasema sasa ukifika hapa nenda mbele zaidi. Ukitoka nenda mbele zaidi. Unazoelea tumishi. Mnafika sehemu fulani hamwezi mkalala usiku bila kusoma neno la Mungu. Kuna mtoto mdogo hapa anaitwa Karen. Yaani hata kama mnaenda kulala usiku anakuambia lakini hatujaomba. Nasema lakini tulikuwa tumehubiri sasa. Anasema bora tungeomba bwana. Unaona kuna kaulevi kameshaingia pale kama ombi. Kuna kaulevi kaneno la Mungu. Tena sio maombi tu. Watu wengi wanaweza kaomba usiku. Watu hawapo. Sio wachache. Nikisema wachache nitakuwa nasema baadhi hawapo wanaweza kusoma sura moja ya Biblia usiku. Tanzania nzima hawapo. Lakini mtoto anakuambia hapana tusome neno la Mungu. Huo ni ulevi mzuri. Sema tulewe kama kina Stefana. Wa familia na Fortunato na Akaiko. Anasema mstari wa 17 anasema nami nafurahi kwa sababu ya kuja kwake Stefana na Fortunata na Akaiko. Hao walikuwa wanakuja kwake Paulo kumsaidia. Maana hawa wamenikirimia kwa wingi yale niliyopungukiwa kwenu. Labda hii kitu itakuja baadaye lakini pia tuna jukumu la kwamba tukisha mlewa Kristo lazima tuna uwezo wa kukirimu. Hasa kuikirimu kazi ya Mungu. Hawa watu wanamkirimu Paulo sio kwa sababu ni mchungaji, ni mtume, hapana, kwa sababu alikuwa na jukumu la kazi ya Mungu, anachukua vitu anapeleka Yerusalemu, anapeleka Injili, anafanya nini? Na wakati anafanya kazi kwa mikono yake vile vile. Lakini anapata msaada. Sema amemkirimu. Mstari wa 18 anasema maana wameuburudisha roho yangu na roho zenu pia basi wajueni sana watu kama hao. Mtu yote ambaye anatumia
Kwanza kitu cha kwanza mwili wake, jasho lake, uhai wake, muda wake katika kumtumikia Mungu na kumtumikia kanisa. Huyo anasema lazima huyo mtu mjali. Lakini anasema pia wanatumia na vitu vyao. Kwa navyo vilete vifanye kazi ya Mungu kwa kadri ya kufanikiwa kwako, na mara nyingine anasema kwa jinsi ya utayari wa moyo wako. So Mungu anapenda watu ambao wanajitoa kwa jinsi ya upendo wao, sio kwa kulazimishwa. Anamalizia basi kwa kusalimiana na kufunga. Anasema mstari wa 19 anasema makanisa Asia wanawasalimu. Unaona kwamba watu wana urafiki, ni udugu. Watu wanasema makanisa mengine hawasalimiani. Hasa yale ambayo yanatakiwa yanaamini katika Yesu mmoja. Unajua kuna watu wengine wana Kristo lakini Kristo waliomtengeneza wenyewe kama miungu ya Dagoni ya Wafilisti. Wanaenda wanamtengeneza Yesu mwenye kuvaa magauni, mwenye kulembua macho na makope yake na manywele yake. Yule sio Yesu. Hata kama ni wa picha ya kutengeneza kuchora, lakini vile vile wanamtengeneza wa kiroho wa namna hiyo. Yesu asiyekemea dhambi. Yesu anawapenda wote wakati anasema enyi majoka wana majoka. Yesu ana sura zote. Ana neema na neema, lakini vile vile ana hukumu mkononi mwake. Anasema hao watu wanapendana. Makanisa yanawasalimu. Akina na Prisca wanawasalimu sana. Hao watu ni watu wa kwanza kabisa ambao walikutana na Paulo kwenye mlango wa 19. Akiwa wametokea Rumi wamefukuzwa. Ni washirika wa Paulo, ni watu wa kanisa. Mbali na kina Stefana hawa. Anasema wanawasalimu sana katika Bwana pamoja na kanisa lililoko ndani ya nyumba yao. Kina Stefana, akina Priscilla na Akila kuna kanisa. Na tuliona katika mlango wa 16, mlango wa mwisho huu wa Warumi. Tuliona kwamba kuna kanisa linalofanyika ndani ya nyumba yao. Kanisa kufanyika ndani ya nyumba sio kosa, mradi liwe linafanya kazi ya kanisa. Linapeleka injili, linahubiri injili, linahubiri utakatifu, linaokoa watu, linabatiza, linafanya vitu vyote vya kanisa, lakini sio kusanyika sebuleni na kusoma Biblia. Hiyo sio kanisa. Lakini kanisa sio jengo, kanisa ni kazi ya Mungu inayofanyika. Anasema mstari wa mwisho kabisa, anasema wa pili kutoka mwisho wa 3, anasema hii mstari wa 20 anasema hii ni salamu yangu Paulo kwa mkono wangu mwenyewe, mtu awaye yote asiyempenda Bwana na awe amelaaniwa. Leo hii ukisema maneno kama anaonekana mtu muovu. Lakini anasema usipompenda Kristo automatically unakuwa umelaaniwa. Biblia inasema tusome katika Yohana mlango wa 3 mstari wa mwisho. Yohana 3:36 nasema. Yohana 3:36 ndio mlango wa 3 mstari wa mwisho wa Yohana anasema hivi. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hata una uzima bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Huyu mtu kalaaniwa kwa kutokumwamini mwana. Na Paulo anasema yote asiyemwamini, asiyempenda Kristo, asiyemwamini Yesu Kristo. Na kumpenda ni kuzishika amri zake, by the way ndio anachosema. Na kumwamini kwanza. Anasema huyo mtu na awe amelaaniwa. Anamalizia kwa kusema maneno kwamba Kristo anakuja, anasema maranatha. Nafikiri ni lugha ya Kiyahudi labda Kiebrania. Maranatha kwamba Kristo yuaja. Anamaliza na waombea neema, anasema neema ya Bwana wetu Yesu na iwe pamoja nanyi, pendo langu na liwe pamoja nanyi nyote katika Kristo Yesu. Mtu anawapenda watu wake. Kristo, tunakushukuru kwa mema na fadhili zako. Asante kwa kutuongoza na kumaliza sura ya leo ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango yote 16. Tumejifunza mambo mengi. Mungu tuomba ukatuongoze tukatendee kazi, na hata watu walioko mbali Mungu yakawafanikishe, akawafaidishe. Tunaomba Yesu Kristo aendelee kutupa chakula cha uzima katika neno lako. Tunapoanza vitabu vingine, tutapokuwa tunaanza kitabu cha Yakobo wiki ijayo, Mungu ukautuhubiri makusudi ya neno lako tena. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumepokea. Amen.